So, salam za chuki, salam. What the fuck is going on, bro? Nigga? Kama trust yangu. Hapo nyumbani lazima mambo sababu ya kurudia. Okay, so upo kwenye industry ya sanaa. Hapa nazungumzia uigizaji, muziki, stand up comedy, maigizo, filamu, vitu kwa ujumla. Umekuwa expert sasa. Umefanya kwa muda mrefu na unatamani kuifanya kwa ukubwa, lakini hujui namna gani ya kuanza, au ndo unaanza hiyo industry na unatamani kwenda kwa namna tofauti kuliko tofauti na watu ambao tayari wapo kwenye industry. Sasa nikupe siri. Issue ya kwanza kabisa ni kutengeneza msingi ambao ni foundation wa wewe unawakusimamia ili kwenda mbele. Lazima uwe na system ambayo itasimamia kila kitu chako. Ile sasa hivi unavyoanza kwa udogo, lakini after 5 years unategemea kuwa kwa namna gani. Hii ndio tunakuja kwenye kusajili kampuni yako. Kusajili kampuni yako kwa sura ya entertainment company. Itakuruhusu wewe kuweza kufanya kazi na watu wengine kwenye namna ambayo inaeleweka. Kwa mfano, unaweza kukusanya watu wengine wenye vipaji vingine na wewe kuwa chini yako na kusimamia, ama wewe kama ndio una kipaji au na sanaa hiyo kuweza kufanya kazi na mtu mwingine kama partner ama kuwa chini yake kwa namna ambayo inaeleweka. It is clear kwamba kuna malalamiko mengi mwishoni kazi inapoisha na watu kuingiza hisia, wanasahau kwamba walikosea mwanzoni kuifanya kama biashara ili mwishoni kuwe kuna mgawanyo sahihi wa kibiashara. Hata sheria inapotaka kukusaidia inajulikana wewe tunakusaidia wapi. Sio tu kuwa na mikataba, ila kuwa na foundation ya kumiliki kampuni yako ya usimamizi. Sio lazima uwe na pesa nyingi, uwe na watu wengi, uwe na vijana, uwe na manager, uwe na nini. Hapana. Kitu ambacho mtakiwa mfahamu mlipo kwenye industry ya sanaa ni kwamba nyie ni wajasiriamali kama wajasiriamali wengine. Kama jinsi tunavyo treat wajasiriamali wengine, pia wewe unatakiwa treat biashara yako kama hivyo, kama wajasiriamali wengine, ili chochote kinachotokea iwe rahisi wewe kukisolve. Lakini pia namna gani ya kukua? Huwezi kukua kwa kufanya biashara yako kwa mazoea. Lazima ukue ukifanya biashara yako kama mjasiriamali. As long as kuna pesa inaingia, lazima ujue wewe ni mjasiriamali. Na kama ni mjasiriamali, lazima upitie njia za wajasiriamali wanazofanya. So, wasiliana na mimi kwa ajili ya kukaa chini kuzungumza kwa kina namna gani ya kuweza kuhandle biashara yako ya sanaa, na kusubiri kwa hamu kwenye kikao kinachofuata kati ya mimi na wewe tukazungumzia biashara yako.